Kwa mgonjwa wa presha, kwa mgonjwa wa kisukari, kwa mgonjwa wa changamoto za moyo, kwa mgonjwa wa changamoto ya uzito mkubwa, badala ya kutumia ngano na vyakula vyake vyote kama vile mkate, chapati, mandazi, tambi na keki na vinginevyo, unaweza kutumia vyakula vyenye wanga kidogo na vyenye faida kwa afya ya moyo na sukari ya damu. Na vyakula hivi nitavizungumzia hapa. Nitakupa option ya kutumia. Kwa mfano, tukianza na badala ya mkate wa ngano, haijalishi ni brown bread au mkate wa aina yoyote, kwa sababu hauondoi uhalisia wa kuwa umetengenezwa na ngano. Sasa badala ya kutumia mkate wa ngano, unaweza ukatumia mkate wa almond au mkate wa nazi. Mkate wa almond au mkate wa nazi. Almond ni unga ni karanga, ni aina ya karanga ambao kwa Kiswahili zinaitwa karanga rose. Karanga rose. Kwa hiyo unaweza ukatumia mkate uliotengenezwa kwa kutumia almond ama mkate uliotengenezwa kwa kutumia unga wa nazi. Hii unaweza ukaifanya mbadala wa kutumia mkate unaotokana na ngano. Lakini pia unaweza ukatumia mkate wa mayai. Mkate wa mayai. Hapa unaweza kupika mkate wa mayai kwa kutumia siagi, ukapata mkate kabisa. Ukautumia badala ya kutumia mkate huu unaotokana na ngano. Lakini pia unaweza ukatumia mkate unaotengenezwa na parachichi pamoja na siagi ya karanga. Parachichi pamoja na siagi ya karanga unaweza ukatumia kama kitafunwa badala ya kutumia mkate wa ngano. Hiyo ni kwenye kesi ya mkate. Lakini kwenye kesi ya chapati zitokanazo na ngano, unaweza ukatumia chapati za unga wa nazi ama unga wa almond. Lakini pia unaweza ukatumia chapati zitokanazo na mayai, maziwa pamoja na nazi. Unaweza ukatengeneza chapati zako kwa kutumia hivi vitu: mayai, maziwa pamoja na nazi, ukapata kitafunwa kizuri badala ya kutumia chapati za ngano ambazo zina madhara makubwa kwenye mwili wako. Lakini pia badala ya mchele ama badala ya wali utumie nini? Badala ya wali utumie nini? Badala ya wali unaweza ukatumia wali wa cauliflower. Wali wa cauliflower. Unasaga cauliflower na kuipika kama wali. Tena ni tamu kabisa. Lakini pia unaweza ukapika wali wa cabbage. Wali wa cabbage. Kata cabbage zako kidogo kidogo na ipike kama wali. Inaiva vizuri, unaweka viungo vizuri, unakula na ni tamu kabisa. Kumbuka hapa tunazungumzia tiba lishe. Tunazungumzia uponyaji, tunatafuta uponyaji. Kwa hiyo kuna wakati utakula vitu kama dawa kwa lengo la kupona. Lakini pia unaweza kutumia komamanga pamoja. Unaweza kutumia komamanga au maboga badala ya wali. Itakusaidia sana kuacha kutumia wali ambao unaonekana kuleta matatizo mengi ya kiafya, hasa matatizo ya lishe. Sasa badala ya mahindi ama ugali wa mahindi utumie nini? Badala ya ugali wa mahindi unaweza ukatumia ugali wa nazi ama ugali wa chia seed. Chia seed, mbegu za chia. Unaweza kutengeneza ugali laini kwa kutumia unga wa nazi ama unga wa chia seed. Unakuwa ni mlaini na ni mtamu na ni mzuri kabisa. Kwanza utakuondolea hamu ya kula, lakini pia una virutubisho vingi kwa ajili ya kuimarisha afya ya moyo na afya ya mishipa ya damu. Lakini kuna ugali wa maboga au bamia. Ugali wa maboga au bamia. Badala ya kutumia mahindi au ugali wa mahindi, sembe, ngano, sembe au ugali mwingine wa mahindi, unaweza ukatumia ugali wa maboga. Unayakausha vizuri, unaenda unayasaga, yanatengeneza unga zake. Au unaweza ukatumia ugali wa bamia. Bamia unazikausha, unazisaga, zinakuwa juisi, unazitengeneza
unazisaga zinakuwa katika mfumo wa unga, unatengeneza ugali. Ni tamu sana. Lakini badala ya viazi mviringo au mihogo unaweza ukatumia nini? Kwa sababu hivi ni complex carbohydrate, lakini zina kiwango kikubwa cha sukari. Kwa hiyo inaweza ikaleta madhara kwenye mwili wako. Sasa badala ya mihogo, badala ya viazi mviringo au badala ya wewe kula chipsi, utumie viazi gani? Hapo unaweza ukatumia viazi vitamu. Viazi vitamu huwa vina tendency ya kuchochea sukari kidogo kidogo kwenye mwili, lakini pia vina fibers nyingi, kwa hiyo havina shida sana kama viazi mviringo ama mihogo. Lakini pia viazi vitamu huwa vinaimarisha misuli, kwa hiyo vinachochea uchomwaji wa mafuta katika mwili wako. Lakini unaweza ukatumia parachichi, unaweza ukatumia bamia pamoja na nyanya chungu. Hivi ni vitu ambavyo unaweza kuvitumia badala ya kutumia viazi chips au viazi mviringo pamoja na mihogo. Sasa badala ya tambi utumie vitu gani? Badala ya tambi unaweza ukatumia cabbage, unaweza ukatumia na maboga, cabbage au maboga. Unaweza ukatumia badala ya hivyo vitu. Na badala ya sukari, labda ni kwenye chai, unatengeneza chai. Badala ya sukari kwenye chai unaweza ukaweka viungo kama vile mdalasini, iriki, mchaichai na kadhalika, ila usitumie chai yoyote ile. Na badala ya soda au juisi za viwandani au fresh juice, unaweza ukatumia maji ya ndimu au limau, ukatumia maji ya tangawizi au mdalasini, na ukatumia maji ya nazi. Ukizingatia hivi vitu nilivyoviorozesha hapa, vinaweza vikakufanya utupilie mbali matumizi ya vyakula vya sukari, matumizi ya vyakula vya wanga, lakini pia ukaachana na matumizi ya vyakula mafuta yatokanayo na mbegu. Kama unahitaji kujua namna unavyoweza kupangilia hivi vyakula na ratiba zake, tafadhali usisahau kusubscribe katika channel hii ili uweze kuona video ambayo tutaiposti muda si mrefu kwa ajili ya kuwajulisha menu yenu iweje.